Mafanikio au maendeleo ya idara yoyote au mtu yoyote yanasababishwa na mambo kadhaa, kama vile kuwa na budget, kuwa na maono au goals zile, lakini pia kuwa na ufuatiliaji ya utekelezaji wa mambo ambayo umeyaweka. Sasa wizara yetu ya Maliasili na Utalii ambayo inasimamia sekta ya misitu na ufugaji nyuki, mwezi Mei wizara nzima ilipata nafasi ya kupresenti budget ya wizara hii mjini Dodoma kwenye bunge na kupinpoint baadhi ya mambo tunapoelekea mwisho wa mwaka wa fedha wa serikali yetu. Mwisho wa mwaka unakuwa unaisha mwezi wa 6, tunaanza mwaka mwezi wa 7. Ni tofauti na kalenda zetu za kawaida hizi. Kwa hiyo sasa tutaenda kuangalia hotuba ya makadirio ya budget, tutaangalia changamoto, lakini pia tutapitia mambo mengi kuhusu wizara ya Maliasili na Utalii, lakini specifically tutaenda kwenye ufugaji nyuki, idara ya misitu na ufugaji nyuki, kwa sababu wizara hii inasimamia sekta nyingi. Wizara ya Maliasili na Utalii ina viongozi wakubwa 4. Wa kwanza kabisa ni mheshimiwa ambaye ndo waziri sasa wa wizara mwenye dhamana yake. Anaitwa Mheshimiwa Dr. Ashantu Kijaji ambaye ndo waziri wa Maliasili na Utalii. Anafuatiwa na naibu waziri anaitwa Mheshimiwa Hamad Chande ambaye wote hao ni wabunge. Alafu katibu mkuu wa wizara anaitwa Dr. Hassan Abasi, na naibu katibu mkuu sasa wa wizara anaitwa Nkoba Mabula. Au ndo viongozi wakuu kwenye wizara ya Maliasili na Utalii. Kila mmoja anafanya kazi yake, lakini wote ni kwa ajili ya maendeleo ya wizara. Wizara hii ya Maliasili na Utalii ina idara au ina sekta kubwa 4. Ya kwanza kabisa ni wanyamapori, kuna utalii, kuna mambo ya kale, malikali zile kama makumbusho nini, lakini pia misitu na nyuki. Idara kubwa kama 4 ambayo inasimamia siku kwa siku, na hii yote inasaidia katika maendeleo na ukuaji wa hizi sekta ndani ya nchi yetu, lakini vyote kila kimoja kinafanya kazi tofauti, lakini vinakuwa chini ya usimamizi wa wizara ya Maliasili na Utalii, waziri wake na makatibu wakuu, na kila mmoja kwa idara yake. Lakini kwa mwaka 2025 mwaka 2026 tunaangalia sana sekta ya ufugaji nyuki.